babundela ka mboka to boyite to bundela na biso ka mboka to zobundela biso mboka to ana biso bien to bunda mais eloko moko to senga na gouvernement souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Ce que Tali, Libanda, qu'on a Kinshasa, Gérard la bien. Gérard la Takitoko, Gérard la bien. Gérard Tambo la bien. Gérard Zambongo. Gérard Zoba prime. Mais ce que Tali Biso na Zamba, a te l'ora lui exaté. Depuis Ratio et Kata, tout ça, il y a 3 mois, tout lui a raté. Tout comme il y a Biloko, Tala Biloko, tout ça. Est-ce que Penza Biloko, Soda gouvernement Zolia? Mais ce que Tali rebelle à Zolia bien. Il a vraiment sa kanda. Toi, on a pour ça, tu récupérer un beau cannabis, mais. RDC, gouvernement congolais, sur la pisoko, tu as volontaire, on a volontaire, on a coaché 2025 na poni, na ndimi na côte armée, penae na zubundi la mboka nanga, mais atati siko attend sans frappe à mes athées, ratio kolia ezate, na obundi la mboka na nzala na libumu, pendant que rebelle obundi la mboka na mbongo ebele na poche, na biloko ebele na libumu, siko ngai, on a na poso bundi la mboka, na souffrir boy, gouvernement ozawa, est-ce que zomona? Konga yeyo na masisi, konga zobunda, konga kufi, konga zobundi la mboka, iloko te. Mbongo ezawa, mbongo ezate. Oe! Wapi yango? Ezate. Epeleka ba makende ngana ba réseaux sociaux ba bloka ndenge wana. Mais tobundi la mboka. Karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari wa saa 1 kamili kuwapasha habari zetu ifuatazo, na kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika muda wetu habari wa leo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Tunawakaribisha katika mida zetu ama katika muda wetu habari wa asubuhi ya leo. Mashabiki zetu mahali popote muko, endelea kusubscribe kupitia Media Goma TV, kupitia Media Bukavu TV. Tunaenda kuwakaribisha kupitia habari zetu za asubuhi ya leo. Na tunawakumbusha kwa sasa kupitia Media Bukavu TV kuna changamoto kidogo kwa sababu ya mtandao, lakini habari za Media Bukavu itakuja kwa muda wa saa 5 na dakika 30 asubuhi ya leo. Hamtapata habari kutokea ndani ya Media Bukavu TV kwa sababu ya changamoto yenye mtandao kupitia Media Bukavu TV, lakini kupitia Media Goma TV habari za asubuhi mtaendelea kuzisikiliza mara kwa moja. Na leo mashabiki zangu nawakaribisha kupitia habari zetu za asubuhi ya leo. Tuna mengi ya kuwatangazia na kuwapasha habari zenyewe zinaenda kupitikana katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka leo ni tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Mashabiki zetu tunashukuru zaidi mashabiki kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika sehemu zingine tofauti. Tunawakaribisha kutokea katika Media Goma TV. Mashabiki kutokea North Kivu na upande wa Sud Kivu, madiaspora kutokea nje huko Canada, Australia na katika mainchi mengine Ufaransa na upande ya Norvege. Na kama unavyonisikiza kupitia Media Goma TV ndani ya Media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi mara kwa moja. Leo tuko na mengi ya kutangaza na tuna mengi ya kujuza serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kulahumu vikosi vyote vya serikali ama vikosi vya waasi wa M23 na kukosoa moja kwa moja. Kwa sasa leo ninakuja kuwatangazia habari moja kwa moja na kuwapatia ukweli na kuonesha yote yanayopitikana katika upande la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nikuja kuzungumza haya, nakuja kuwapeleka mara moja katika upande ya Minembwe. Kumbuka niliwaambia kwa sasa wanajeshi wa M23 na Twirwaneho wamedhibitisha eneo la yani Minembwe. Kwa sasa katika eneo inaitwa Kakenge iko katika mikono la jeshi la M23 na jeshi la wanajeshi wa Twirwaneho. Watu wengine wanazungumza kama FARDC ndio wanamiliki katika vijiji hivyo, lakini katika habari zangu nimewaletea mara kwa moja. Kijiji chenye kiko na jeshi la FARDC ni sehemu inaitwa Sinayo, na katika vijiji vingine kuelekea katika Mikenge na katika seta zingine za Bidegu. Lakini vijiji vingine kama Kitavi kuelekea mara moja Kakenge ziko eneo ya mikono la jeshi la M23 na Twirwaneho. Na katika habari zetu watu wengi wanajiuliza jeshi la Twirwaneho ni wanajeshi gani? Kwa sababu kuna watu wengine hawajuaji wanajeshi wa Twirwaneho wanafanana vipi. Watu wengine hawajui wanajeshi wa Twirwaneho ni wanajeshi wa aina gani. Watu wengine wanafikiria wanajeshi wa Twirwaneho ni wanajeshi wa noma zaidi. Watu wengine wanafikiria wanajeshi wa Twirwaneho ni wanajeshi kwa kweli wanafanana kama wanajeshi kabisa, unaona? Lakini nataka niwaoneshe moja kwa moja wanajeshi wa Twirwaneho ni wanajeshi wa aina gani.
Kama Kinshasa ama katika setu zingine, watu wanajua wanajeshi wa Twirwaneho ni watu wa upande wa Sud Kivu. Wale wanajua wanajeshi wa Twirwaneho ni aina gani, wananyama ama ni watu wamenyangua vyuma ama ni wako na sante ama vipi. Lakini ili niwaonyeshe moja kwa moja, kwa sababu niko katika uwanja kuwatangazia habari zote, ndakuja nionyeshe mara moja jeshi wa Twirwaneho njoo hawa, ili mfuatilie moja kwa moja. Kwanza nataka niwapeleke kwa mara moja muone kwanza wanajeshi wa Twirwaneho wanafanana vipi, na nikuje kuonesha moja kwa moja kupitia jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kuteseka ndani ya uwanja mapambano, na mjue kwa sasa serikali ya FARDC wanapitia tatizo gani. Kabla nikuje na wanajeshi wa wazalendo wanapitia tatizo gani, hili niwaoneshe moja, niwachambulie mjue kwa sasa wanajeshi wa wanajeshi wa M23 Twirwaneho ni wa aina gani. Wanajeshi wa Twirwaneho kwa sasa wamekuwa wadogo na wamepitia changamoto. Msikilize kwanza hii video, hata kama naongea kwa lugha ya kwao, lakini mtaona wale wanaosikia lugha yenyewe watazungumza. Mteka comment yenu mtuambie ni nini wanazungumza hapa. Mwasikilize kidogo hapa. Hapo mnavyosikiliza tayari hawa ni wanajeshi wa Twirwaneho, lakini katika habari zingine tuko nayo wanajeshi wa Twirwaneho walionekana katika ulayani uko seta ya kuelekea mara moja uko Mwenga, walikuwa wananunua chakula na wanajipanga mengi zaidi katika sehemu chakula nyingi zaidi, wakielekea mara moja katika seta ya vijiji kuelekea mara moja katika ulayani uko ndani ya seta ya Minembwe. Kwa sasa ilionekana kama wanajeshi wa Twirwaneho walikuwa wamepigwa na njaa zaidi. Kwa sasa wakaenda katika vijiji vya kuelekea katika eneo ya Mwenga kwa kuchagua ama kununua vyakula vingi kwa kufanya stock ya chakula mingi zaidi, na wakaelekea mara moja katika ulayani uko ndani ya seta ya Minembwe. Lakini katika watu walijiuliza wahasi hawa wanapitia njia gani? Hatua serikali imewekwa njia zote, imewekwa kwa mikono yao, kwa sababu wanapitia njia gani? Haya tutakuja kuchambua katika habari zetu mengine. Nakuja kuonesha mara moja kisi tatizo ya jeshi la FARDC wakikuwa katika uwanja wa mapambano. Hili niwaoneshe kwa sasa mpaka hao wamesema, mpaka jeshi mmoja wa FARDC alionyesha ukweli kwa sababu changamoto wanaendelea kupitia katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakiwa ndani ya mwanajeshi, unajua mwanajeshi akiwa kabisa katika sehemu ya mapigano inabidi wakule kuna tofauti ya jeshi la Jamhuri ya nchi na tofauti ya wahasi, kwa sababu watu wanapasha pitia changamoto ni wahasi. Lakini vipi mwanajeshi wa FARDC akule chakula mandizi, ndizi zenye hazikomae, ndizi zenye hazifanane, yani chakula mbaya? Ni jambo la mchungu zaidi katika mambo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Muwasikilize kwanza, msikilize huyu mwanajeshi gisa anavyozungumza changamoto wanapitia katika porini hapa. Talaka munduki yango baduta yabundila kamboka toboyite tobundela na biso mboka tozobundela biso mboka twana biso bien tobunda mais eloko moko tosenga na gouvernement, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Soki otali libanda kuna na Kinshasa, Gérard li a bien, Gérard la takitoko, Gérard la bien, Gérard tambola bien, Gérard zo mbongo, Gérard zo ba prime. Mais soki otali biso na Zamba ate lora li ezate depuis ratio ekata to sai soki 3 mois to li raté to komi ko lia biloko tala biloko to lia. Est-ce que penza biloko soda gouvernement zo lia? Mais soki otali rebelle zo lia bien. Ilo wango zo pesa kanda to na posa to récupérer mboka na biso. Mais RDC gouvernement congolais sunga bisoko to ba volontaire ngana za volontaire on a coach 2025 na poni na ndini na kontarme. Yes, mara moja mnamomsikiliza kisa anavyonena na kuzungumza kupitia changamoto haya wala kumbatia katika sekta ya mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiona chakula anavyokula anasema ni machungwa, usiraha bila masasi ndani. Watapambana na wahasi vipi? Na hatua amesema tayari wahasi wanavimba tumbo na chakula nzuri, wanafimba kwa mwenye mfuko na wanapewa na wako na silaha na masasi katika uwanja wa mapambano. Hebu tuwapeleke mara moja msikilize wazalendo nao wanapitia changamoto, wanapigania muogo kwenye shamba katika porini. Mwasikilize wanajeshi wa wazalendo nao. Basoda balia kabete botano oyo andiras nini nyama boyo sodoza kuna osangana mwasi ngana boma yo somo n'est pas n'importe qui ya mwana boya zumusala soda je simba penga bena tonda.
Mara moja mnavyovisikiliza katika upande wote, nikizungumza mara kwa mara watu wengi wananichukulia mimi bado nimeingilia, lakini acha tuongee ukweli kila mara. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa hatujajua serikali ama diplomasia ya Kongo inaendelea vipi, kwa sababu kama jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kupitia tabu hili, na hatua mara kwa mara tunaona kwenye mavazi wanavaa vizuri kabisa, lakini katika uwanja wa mapambano wanapitia tabu na mashida. Kumbuka kama tayari hawajaanza kuongea ukweli, kumbuka hatuwezi kufahamu yote yanayopitikana katika sekta ya uwanja mapambano. Na katika ukweli ni huyu, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wako kwenye mapambano, na ndio kama unaona mara kwa mara wanashindwa kwenye uwanja mapambano, kwa sababu wanapambana lakini tumboni hakuna chakula. Wanaenda kufanya ravitaillement, wanaenda kufanya mambo ya kutafuta chakula kama gisi wahasi wanavyoenda tafuta chakula katika porini. Na ukiangalia gisi wahasi wa M23 wanajipanga katika uwanja mapambano, chakula wanayo kabisa muno. Na ukiangalia katika silaha, wana vyombo vya silaha, wana vyombo vya marisasi. Ukiangalia wanajeshi gisi mlivyoona Twirwaneho, na ukiangalia gisi jeshi la FARDC wako, hakuna tofauti wanajeshi wa Twirwaneho na jeshi la FARDC, kwa sababu wote wanafanana njaa nyingi zaidi. Mnaona gisi jeshi la wazalendo gisi wako wanaopambana kwa kupitia muogo kwa kubadilisha hili wale, lakini wanasema kwa kweli ni machungwa, hata kama wanaopigania nchi. Lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haijali mafaa ama haijali wananchi, wanajeshi hao wanaopambana katika uwanja. Ndio maana wanasema, ukiangalia kwa sasa upande wa Uvira gisi ninavyotangaza hapa, jana wamezika karibu wanajeshi karibu wa 12 wa viongozi katika jeshi la wazalendo. Kwa serikali kwa sasa hayo ni machungu zaidi, ni machungu zaidi, kwa sababu nimewaambia kila mara katika sekta mambo yanaenda kubadilika. Jana tarehe 10 juzi tarehe 25 walishika mwanajeshi mmoja, sio mwanajeshi, ni raia population kabila wa Bembe. Alikuwa anaishi katika eneo ya Baraka, alikuwa akifanya kazi na jeshi la M23 kwa kupatia sinyale kila sehemu. Kambi la jeshi la FARDC wako na wanaendelea kutuma madege ama drone za mashambulizi, lakini raia huyu alichukuliwa hatua na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja walimshika na kumpeleka katika eneo ya Pwenzero katika kambi la jeshi la FARDC kwa kuwapatia mafasirio. Na niliwaambia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, changamoto iko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, usaliti ni nyingi zaidi. Hata kama unaweza kuonekana mtu hapo mara moja na kusaliti, unauawa moja kwa moja. Ndio maana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mambo ya kuaminiana hakuna hata, kwa sababu hawezi jua adui ni gani na mwenye sio adui. Hata ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hawezi kuamini nani anaweza kukusaliti. Ndio maana unajipata kwenye mawanja mapambano kila mara serikali inaendelea kurudi nyuma mara kwa mara, pari yaendelea kuadvance wanarudi nyuma. Kwa sababu gani? Usaliti ni nyingi zaidi, kwa sababu usaliti ilianza ndani ya kijeshi mpaka usaliti kaingia ndani ya raia population. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Goma TV, endelea kusubscribe, like, comment ili habari zetu mara moja ziende kusambaa kila sehemu popote. Na mimi mwenyewe ni ripota kupitia Media Goma TV ndani ya Media Bukavu TV. Kumbuka mashabiki zetu tunakaribisha ndani kwa mara, tunatakia heri njema na tunashukuru kuwa pamoja na sisi mara kutushika mkono, na tuendelee kusubscribe, tuendelee kupata chetu, tuendelee kujiabone kila mara, tuendelee kuwapasha habari zenye uhakika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na wapenda zaidi mashabiki za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kongo ina tatizo. Kongo ina tatizo. Hata ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tatizo hii iko hapo. Ndani ya raia tatizo hii iko hapo. Wanajeshi mnaona gisi wanakula kama ibobo. Unaona katika uwanja mapambano wanakula chakula yenye haifai kama mwanajeshi. Mwanajeshi iko na silaha, lakini ndani ya silaha hamna masasi. Sasa unataka aenda kabiliana na wasi vipi? Hatu hawana vyombo vya silaha. Mandugu zangu, tukue tunasikilia huruma wanajeshi wa FARDC, wanapitia changamoto. Ukweli ndio hii. Mimi niwaambia kupitia Media Goma TV, mtaendelea kujua ukweli najificha ndani ya serikali. Nawatakia heri njema, tujapatana kwa habari zetu za mchana wa leo. Media Bukavu TV itawaletea habari muda wa asubuhi, kwa sasa muda wa mchana wa leo. Bye bye. Mungu awabariki. Bye bye.